Mrithi wa kwanza wa wanawake anaitwa albintu, mtoto wa kike wa marehemu. Sawa sawa, akiwa mmoja, wakiwa watatu, au sio? Wawe idadi watakayokuwa. Albintu tarithu abaha, binti atamrithi babake. Mtu wa pili anaitwa bintu alibni, ni binti wa mtoto wa kiume, yani mjukuu. Una mtoto wako wa kiume, wewe umekufa, yule mtoto wako wa kiume si anakurithi? Na binti wa huyu mtoto wako wa kiume naye anakurithi, anamrithi babu yake, anaitwa bintul ibni. Huyu bintu wa bintul ibni wa inna zalata, hata kama wataporomoka kwenda uko chini. Halafu watatu anaitwa al-ummu, mama mzazi. Na mama mzazi anaweza akarithi thuluthi ya mali, 1/3 ya mali, au akarithi sudusu, akarithi 1/6 ya mali, kulingana na mipaka tutakayoeleza, na wala muda hautotoshi tena. Haya, baada ya mama anakuja jadda, aljaddatu, bibi. Huyu mama sikazaliwa huyu, mama yake unamwita nani? Mama mamako ni bibi, na bibi naye vile vile anarithi. Hawa ni watu wangapi? Hawa ni watu 4. Na mtaja mtu wa 5, anaitwa al-ukhtu shaqiqa, ni dada wa baba mmoja mama mmoja, dada wa marehemu wa baba mmoja mama mmoja, anamrithi kaka yake. Mwingine al-ukhtu li abi, ni dada mlochangia baba. Alafu mtu mwingine anayerithi hapa anaitwa zauja, zaujatu ni mke. Mke anarithi bikulli hali, wa ila aziwe na vizuizi au akose sharti au nguzo zimeharibiwa. Mtu mwingine anorithi anaitwa al-mu'tiqa. Al-mu'tiqatu ni mwanamke aliyemiliki mtumwa, huyo mwanamke ndo ana watumwa wake. Halafu wale watumwa wake kuna alimwacha huru mmoja wao, yule mmoja alioachwa huru amekufa, kisha warithi wake hawapo. Atakuja yule mwanamke aliyeacha huru yule mtumwa, atakuja kumrithi yule aliyekuwa mtumwa wake.